Aya, hebu kuja umulike uone venye huyu Chris zako. Karibuni muone mgonjwa ndio. Mbona daktari ako hivi? Mnaona jinsi alivyo. Mbona ako hivi daktari? Mnaona jinsi alivyo. Mbona kuje huku? Mbona ako hivyo? Oya Nini? Mbona ako hivyo? Acha Simshike daktari. Simshike. Ni kazi ya daktari, mwache daktari atamponya. Aje sasa na unamponya aje? Ako hai kweli? Kumfanyia nini? Sema mimi ni kazi yangu na nimeamka. Acha nimalize kazi yangu akuja. Sikiza daktari. Nitakuwa hapa na atakuwa fiti. Atakuwa sawa. Kabisa. Chris Atakuwa sawa. nini naendelea? Msijali. I don't know who this witch is. A murderer. I don't know her. I don't know the thing is ulijileta kwa mchawi. I've worked for my man. Sawa. I've worked too and I deserve to be where I am right now. Punja kucha. Unataka kunimada? Punja kucha. Mbona unampiga hivyo? Mbona unampiga hivyo? What? Mbona unampiga hivyo? Unaona anataka kuniua. Nini anataka Shike je, sasa mimi nitakumaliza. Anataka kumuua bado mbele yetu. Kumuua bado. Unataka kumuua? Yes, aje mmenichokesha. Hii siku ishi. I'm tired. Hello, ni Josh Kadau, nimeja hapa na niko na Grace pamoja na daktari. Tuko hapa kuongelea ile issue ya nilikuwaita tuongelee issue ya ilikuwa issue ya Chris. About Chris alikata kama ako na yule mama ambayo Lena alisema ako na yule mama. Tujue doka tuambie kabisa kama ni ukweli alikuwa na huyo mama na kama ni uongo pia tutajua ni uongo. But najua doka hizo tudanganya. Na pia watu msema Grace watu walisema wewe ni kelele wache doka afanye kazi yake. Sawa, nimemwacha afanye kazi yake. So guys, Grace amesema amesikia ataacha doka afanye kazi yake. Pia msema doc aongeze sauti. Niliomba mimi niko hapa kufuata comments zenu mnasema na niko nawasikiza kabisa nyinyi fans wangu na wapenda tu kabisa sana. Yeah, nawapenda tu kabisa sana, si ndio? So doc, alafu issue nyingine mlisema doc alitoa pia ufunguo. Hiyo funguo doc anajua venye mnya alifanya, yeye ni daktari, si kama mimi. Jua kama mimi ndio mngeniuliza nimetoa pia ufunguo ama kama Grace angekuwa na hiyo funguo mngeuliza Grace alitoa pia ufunguo kuingia kwa hiyo nyumba. Lakini daktari alikuwa nayo, baby mnya anajua wapi ndio alifanya akajua akatoa hiyo funguo. Ama ni aje doc? Yeah. Si ufunguo, waambie ulitoa wapi ufunguo? Baby wajibu. Upande wa funguo hapo ningependa tu mniachie juu nilitumia vitu zangu na nikapata key. So upande wa kifunguo kile sana, alafu upande wa kuongeza sauti ndajaribu. Naona wanaongea huwezi force, maybe acha nisiongee baya. Anaweza ni punish. Ningeongea baya lakini pia ni punish. Ufunguo poa. Kile sana. Ama wale wene sina base na kauda. Hapana. Chali ache. So guys, tuko hapa. Grace daktari ndio huyu. Yeah. Daktari? Yeah. Tuambie ile issue ya Chris ambayo Grace alisema, si Grace ambayo Lena alisema yule msana ambaye tulipata huko alisema mchawi alikuwa amefanya kutoa Chris kafara. Na kuna issue, kuna vitu ambaye alisema Chris alikuwa na mama yake na walikuwa na mahusiano yeye na mama yake. That's why akamwibia 200 million na akatoroka. Yeah, ni kweli. Fanyaje ndo akapata hizo 200 million ama alitoa wapi? Ni alifanyaje ndo akamwibia ama mwenyewe alimtumia? Na mwenyewe alikataa kabisa atajua mama kabisa. Na ulijua aje that alimuibia? Na ulisema ni ukweli juu si hatuna proof. Ni tu Lena alituambia then ukasema ni ukweli. Sasa unajua mimi ni daktari. Daktari lazima angejua tu. Mimi ni daktari. Yeah, nilionyesha alichukua pesa na document kadhaa. Ya akapata. Documents za nani? Za Grace. Documents za Grace. Yeah, zenyu zilibiwa na ngoja, documents zenye zilipotea ama documents gani? Zenyu zilipotea pia na pesa. Documents zenyu, wait daktari, documents zenyu zilipotea? Kuna documents zangu nimekuwa nikitafuta kwa nyumba sizione. Documents zako? Yeah, amesema zenu ama nilimuuliza akasema yeye ajui anything kuhusu. Nilidhani tu nilizimisplace kwa nyumba. Ni zako ama ni zenu? Guy, kuna documents zilipotea na zako ama zenu? Zilikuwa za family like my title deeds and stuff juu ni mimi wananiaminingi. Sasa niliuliza Chris akasema yeye ajui anything kuhusu. Sasa nikadhani maybe nimezimisplace tu. Yeah. So doc, unataka kusema Chris aliba documents zake na hawa akatoroka nayo? Yeah, Chris ndiye alizichukua akaenda nazo majuu. Yeah.
Nilitumia ganga zangu nikamuuliza about that money, hiyo pesa. Wewe umejua aje kuzihusu hizo documents? Nilitumia tu mambo yangu na nikajua. Siwezi elewa sana. Unajua akigai kijana atanisha. Unajua nimemuuliza na ilifanya hadi nikakosana na wazazi. So wazazi wako ulikosana nao, mko saizi amuongei kabisa? Sasa niongeleshi juu alidhani ni mimi hata nataka kutoroka na hizo documents na ni za familia mzima, ndo ziko na hadi wills, ziko na hadi mali yenye nafaa kupewa siblings wangu. Lakini sasa wakadhani ni mimi nilienda nazo zote ndo nichukue hiyo mali yote. Na saizi wako wapi wazazi wako? Wazazi wangu wako tu nyumbani. Wote? Lakini usijali, mimi nikiwa hizo document utapata. Document ya cheti hiyo kazi. Guy utakuwa umenisaidia. So, na nilimuuliza huyu mtu naenda kumwacha leo. So wazazi uongee na wao waelewane, sio na shida sana. Utapata documents. Sasa watadhani nili cooperate na wewe? Hapana. Bana, si utawaita kama unaweza waita daktari wenyewe awaambie. Juu wote wako pamoja kabisa, wako in good time, wanaongea. Wako poa. Wao wako poa. Na wewe walidhani tu nimewadanganya, but sasa unaona nikiwaelezea hawaoni, but niliwaambia nitazitafuta. Wao wakupeleki juu kila siku kuulizia penye ziko. Juu hizo vitu ni za muhimu. Niliwaambia tu zimepotea na bado tu walikuwa wanashuku Chris, but mimi nikawaambia Chris ilikuwa aliniibia. Sasa umesikia mtu ulikuwa naye alikuibia ni mwizi. Chris ni mbaya, alikuibia. Ama labda alikuwa tu na sababu zake. Lakini nilimuuliza akasema ajui. Lakini usijali, mambo kidogo. Niachie. Utapata. Huyu ni mwizi. Hata usipochunga huko Majubera aliiba kama kutorokea huku. Na sijui mbona sijai realize hizo tabia zake. Lena ni wajani alikuwa anamchanganya Lena. Na hiyo familia, hiyo about Lena, njua hiyo ile incident uliyopata Chris akiwa akisema tukimpata akiwa pale kwa kitanda kitaka kutolewa kafara, Lena akiclaim akisema ni mama yake ndio sijui nini na nini, pesa yake iliibiwa, lazima pesa mama yake irudi. Na hizo mavitu zilikuwa Lena akuja kazima hiyo candle. Lena alikuwa anamaanisha nini? Unajua walikuwa bado kwa process. Kwa hivyo tulifika mapema. Mlifika mapema na kwa maana alikuwa amerudi kwa ile mtu alimbaye alimpa uchawi. Ndio tukafika on time. Lakini kama huyo hata anaweza niibia mimi hata sina shida, angerogwa tu. Sasa ulikuwa unasema mtarudiana. Doke alisema watarudiana. Alikuwa anasema mtarudiana ati amka babe tutarudiana. Mimi sikuwa najua hata ananiibia, amekuwa akiniibia na sio. Angalia vitu zimeenda. Vitu zenyu ndio zimeenda documents. But hata umesema nitazipata. Nikiona mimi nikishazipata tu hivi namwacha. Amrudiani tena hapana. Akula anatena anakuja huko. Kwanza hata nitajuaje huko atafutwi akatorokea huko juu, akikuja huko hata akuja aliniambia tu all of a sudden anakuja. Sasa mimi sikumuuliza maswali mingi. Nikamwambia tu akuje. Kukoshua Chris hajafanya kitu yote kwa juu akatoroka. Hajafanya kitu. Ama kuna madeni huko. Ama kuna madeni, ametorokea madeni. Sasa najua alitoroka tujua kuna pesa. Akaona atajulikana kuna pesa, akaamua kutorokea majuu. Nasema kutoka huko majuu. Kukuja huko. Kukuja huko. Hakuna kitu amefanya huko penye alikuwa. Majuu bado sinajua kuna familia huko. Akona familia. So ama tebu ndio tuchunguzie utuambie. Acha nafanya gangazo nini zangu mambo yangu. Alafu tuambie juu mimi namshuku sana juu akuje. Aliniambia tu kwa like alinipa tu short notice akaniambia atakuja by next week. Mimi nikamwambia sasa siwezi mkataza kukuja. Lakini hiyo ni kazi rahisi, sijali. Hiyo kazi ni rahisi. Pata documents, sijali. Sio hata anaweza nipea maugonjwa. Na daktari kusema huyo ndugu ya Chris hakuna mahusiano yoyote wako na Lena, hakuna ile mambo ya kushirikina mimi walikuwa wanataka kufanya baada yake hivyo. Kwa mpango yote ama? Hapana, walikuwa tu marafiki na Lena. Hajui chochote kabisa. Hajui chochote. So Ella ako kando kabisa, hakuna mtu anajua. Hakuna chenye anajua huyo. So Lena alikuwa anamtumia ndo apate Chris. Chris akuja mpe ndo hiyo kitu yote itoke, kumbe Chris alichukua pesa yule. Unajua Lena alijua Chris ako na mali ndio maana. Sasa kama kutumia rafiki yake ako na mali ya mama yake. So ndo kama kupata nayo Chris.
Chris But hawa mandugu wote ni wajinga tu basi. Joel ni aje ya kujua anatumiwa. Ile unampata rafiki. Si alisema hivi alionatoa mpata friend kama friend wa kawaida. Hapana. Lakini ni sawa tu. Itakuwa poa. So umesema nitapata hizo documents zangu. Utapata documents. Kila kitu utapata. Usikuwe na wasiwasi daktari akiwa. Kila kitu utapata daktari. Na daktari akiwa usikuwe na wasiwasi kabisa, utaweza kusaidika. Bora vile watu walisema usikuwe kiherehere ama niaje watu. Unasema usikuwe kiherehere, atulie na asikize daktari amsaidie, atapata. Na hata hivyo, mbona amekusaidia juu umetulia? Huko unajua pia documents zako ziko za zenu. Walikuwa joto zimepotea. Nisingewahi shuku. Na ungewahi shuku Chris. Unajua mimi niliona mambo ni mengi nikaamua kuenda, si kusaidia hapo. Ukaamua kuenda kwanza ndio urudi. Ilikuwa imewaka. Ndio ukaamua kuenda afu ndio urudi. So medical umetulia, tuone vile tunapanga. So daktari, sisi ndio hao, at least umetuelezea, tumejua venye mambo ilikuwa. Na mimi naomba sana usaidie huyu. Na kama pia utasaidia familia yake na Lena, ama mimi sijui kama utawasaidia. Juu Chris alisema Mama Lena, umesema ni ukweli, alichukua 200 million za Mama Lena. Na mimi according to sisi vile tunafanya, mimi wewe madaktari wote kabisa, tunafanyanga kila kitu kwa haki, si ndio? Lazima kila mtu apate pesa yake, hata kama ni despite kama ni mbaya, si bado utawasaidia, kila mtu apate haki yake. Na kama pia kama wastahili kupata hiyo haki, mwenyewe utatuambia. Ama wastahili, wanastahili ama wastahili kupata haki. Wanastahili. Lakini kwanza nisaidie nipate hizo documents. Juu zimekuwa zimetupea stress sana huko. Utapata. Unajua mimi kazi yangu ni kusaidia watu wapate haki, si wa utapata documents. Venye daktari amesema atawasaidia na atasaidia kila mtu, na bora pia amesema amemsikiza vile ulimwambia, na nimemwambia atasikiza daktari na daktari atamsaidia. Karibu. So guys, mimi nawapenda sana, nawapenda tu sana sana sana. Wacha leo tuishie hapo, nawapenda sana, mwendelee ku comment, subscribe, kushare na ku comment. Nawapenda tu sana, mwendelee hivyo hivyo.